Ikiwa ipo kwenye maandalizi ya kusafiri hadi Dodoma kuwafuata Gates Program kwenye mchezo wa ligi kuu Machi 22, Fountain Gate Princess ilipata mwaliko kutoka kwa timu ya Hanang iliyopo wilaya ya Katesh mkoa wa Manyara kwenda kuitembelea, kutoa nasaha za kimichezo na kucheza nao mchezo wa kirafiki, wakiwa na wao wanafanya maandalizi ya kwenda ligi daraja la kwanza msimu huu. Timu ilifika salama Katesh na kupokelewa na wenyeji akiwemo mwalimu Robert ambaye ndiye mlezi wa timu hiyo na wazee wa kijiji. Licha ya kuwa mazingira ya uwanja hayakuwa rafiki, lakini haikuwa kikwazo kwa Princess na Hanang Queens kucheza mechi ya kirafiki. Mechi ilikuwa na ushindani mkubwa na kupelekea kumalizika kwa sare ya bila kufungana baada ya dakika 90. Baada ya mchezo huo, viongozi na makocha wakiongozwa na kocha mkuu Mirambo Kamil walipata nafasi ya kuzungumza na wachezaji wa Hanang, kubwa ikiwa ni kuwapa moyo na kuwakumbusha umuhimu wa kudumisha nidhamu. Tunaamini misimu karibu 4 tumesimamia ligi First League. Mount Hanang mnakuja kwenye kituo na mnaonyesha ushindi. Sasa hiki mlichokionyesha, naamini support mkipata msimu ujao tutawaona tena. Nawapongeze, mmefanya vizuri, mmecheza vizuri, mmetupa surprise, mmetuonyesha kweli tumepata mechi ya kirafiki. Na sisi tumejipima. Kwa karibuni sana, naamini msimu ujao Mwenyezi Mungu awasaidie, awawezeshe tuweze kukutana huko. Katika historia ya ligi ya vijana Tanzania kwa under 20, Mtibwa Sugar ndio wababe wakiwa wamebeba taji hilo kwa misimu 5 mfululizo. Sisi Fountain Gate FC huu unakuwa msimu wetu wa kwanza tukifahamika kama Fountain Gate FC under 20 kwenye ligi hiyo, lakini ukiwa msimu wa pili mara baada ya msimu uliopita kufahamika kama Singida Fountain Gate FC. Katika msimu huu wa kwanza tukiwa kama Fountain Gate FC, umekuwa ni msimu wenye mwanga na mafanikio makubwa. Mpaka sasa timu yetu inahitaji kupata alama 3 tu kati ya 6 ambazo zimesalia ili kutengeneza rekodi ya kwenda hatua ya 8 bora kwa mara ya kwanza. Kwani hadi kufikia sasa ikiwa ipo kundi B na timu za Simba, KMC, Tanzania Prisons, Coastal Union, JKT Tanzania, Namungo na Ken Gold imeshacheza michezo 12 ikipoteza michezo 3, ikitoka sare kwenye mechi 2 na kibindoni tayari imeweka alama 23. Kundi hili linahitaji timu 4 tu ambazo zitaungana na timu 4 nyingine kutoka kundi A kwenda kwenye hatua ya 8 bora ambayo na yenyewe itakuwa na makundi mawili A na B, na kila kundi litakuwa na timu 4 na baadaye zitatoka timu 2 kila upande zitakazocheza nusu finali na baadaye finali. Ndoto za kwenda top 8 zilionekana kuanza kutimia baada ya wiki iliyopita kumpasua Coastal Union kwa mabao 2-1 kwenye mchezo mkali uliochezwa kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha. Baada ya mchezo huo, kocha mkuu Abubakari Ali Francis Abu Junior aliwaeleza vijana kuwa kibarua kilichosalia mbele yao ni kuhakikisha wanashinda dhidi ya JKT Tanzania ambao kimsingi ndio waliobeba zimu lenye kutisha nafasi yao ya kwenda hatua inayofuata. Kila mtu anaweza akaenda kwenye hatua na bora. Ndio maana utaona tumecheza na Post lakini still bado wameendelea kupambana kwa sababu bado kila mtu kwenye kundi letu anaweza kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo I appreciate aliyekuwa anacheza, I appreciate ambaye alikuwa kwenye bench, I appreciate ambaye alikuwa yuko jukwani.
kwa sababu wote nyinyi ni vijana wangu, wote nyinyi ni timu yangu. Siku ambayo JKT Tanzania anatakiwa kufanywa daraja la Fountain Gate FC Under 20 kwenda top 8 ni kesho Jumatano. Kama maafande hao wataacha alama 3 Tanzanite kwa raha, Fountain Gate FC watafikisha alama 26 ambazo haziwezi kufikiwa na JKT mwenyewe mwenye alama 20 wala Prisons mwenye alama 18, Namungo, Coastal Union na KMC wenye alama chini ya 15, na kila timu ikiwa na mechi moja tu mkononi baada ya mechi za kesho. Timu yetu ya Fountain Gate Sekondari imeanza rasmi maandalizi ya mashindano ya UMISETA katika uwanja wa nyumbani wa Fountain Gate Arena. Hayo ni maandalizi ya awali yanayolenga kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano hayo. Mwalimu Khalid Mshona ambaye ndiye kocha mkuu wa kikosi hicho amekuwa na kazi kubwa ya kufanya maandalizi yake wakati wa jioni ili kupisha ratiba za kimasomo wakati wa mchana, hasa katika wakati huu wa karibu na mitihani ya robo muhula. Baada ya mazoezi kutamatika, wachezaji na benchi la ufundi walikaa pamoja ili kukumbushana dhamira na malengo yao msimu huu. Baada ya kutrain kwa muda mrefu, kwa standard nzuri, baada kuwa na commitment katika kushinda, ukishashinda sasa tunakuja mafanikio kwa mtu mmoja mmoja, ni success sasa. Pale ambapo utakapoonekana either upate selection ya timu za taifa za vijana au whatever, si ndivyo? Mara zote huwa tumekuwa tukiwaambia wachezaji wetu ni kwamba target yetu sisi ni kulifikia soko la kimataifa, si ndio? Yes, na mna deserve. Tujipigie makofi. Yes. Sisi tupo kama Fountain Gate katika kutengeneza njia ili ninyi nyote muweze kufanikiwa, na inawezekana na talenti ipo kwa kiasi kikubwa sana. Mashindano ya UMISETA hutumika kama daraja kwa Fountain Gate la kuwatangaza na kuonesha vipaji vya vijana, na msimu uliopita wachezaji 9 walichaguliwa kuunda timu za taifa za vijana. David Kiluvia anasimama kama alama ya program ya mpira wa miguu kwa watoto kutoka Fountain Gate Academy tangu kuanzishwa kwake. David amekuwa mchezaji wa mfano ambaye amekuwa akihudhuria mazoezi kila Jumamosi na Jumapili kwa bidii na nidhamu ya hali ya juu. Licha ya changamoto mbalimbali za kiafya, David ameweza kujichanganya vyema na wachezaji wenzake katika academy na maendeleo yake yamekuwa ya kuvutia sana. Mama yake mzazi na David anatufungulia ukurasa wa safari ya kijana wake, jinsi anavyohakikisha mtoto wake anapata malezi bora kielimu na kisoka. Naitwa Siri Boga, ni mzazi wa David Kilulia ambaye ni mtoto ambaye anafanya soka ya Fountain Gate Academy. Kwa sasa hivi mtoto wangu ana takriban miaka 3 katika hii soka, lakini nimefarijika kuwepo hapo kwa Fountain Gate Academy kuwa na hii soka ya watoto wadogo, kwa sababu tangu ameanza akiwa mdogo alikuwa anapenda sana mpira. Kwa hiyo japokuwa ana shida ya akili kidogo, lakini Fountain Gate wamekubali kumpokea na maendeleo yake ni mazuri, kwa sababu wakati niko Dar es Salaam sijahamia Dodoma, nilienda kuna academy ya watoto ambayo iko Dar es Salaam, siwezi kuitaja jina, lakini kiukweli hawakuweza kumpokea kwa sababu walisema huyu ana shida, kwa hiyo hawataweza kumtrain. Lakini nilipoenda Fountain Gate walikubali kumpokea mtoto wangu japokuwa ana shida kidogo, lakini sasa hivi naona improvement ni kwamba amebadilika sana, ni tofauti na alipoanza. Matarajio yangu kwa huko baadaye ni kwamba awe mchezaji bora, kwa sababu ana kipaji tangu akiwa mdogo, japokuwa ana shida ya akili kidogo, lakini ana kipaji cha kucheza football.
Kwa hiyo natarajia kwamba atakuwa mchezaji mkubwa kwa huko baadaye. Kiukweli na washauri wazazi ambao wana watoto ambao kama David mwenye shida kidogo ya akili, ni kwamba Mungu hajamnyima kila kitu. Japokuwa atakuwa hawezi kuwa na maendeleo mazuri kwa darasani, lakini anaweza kufanya kitu tofauti na kile cha darasani, kwamba kama hawezi kusoma, kama hawezi kujiendeleza katika shule zaidi academically, lakini anaweza akaperform vizuri sana katika kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hiyo nawashauri wazazi wengine ambao wana mtoto kama mtoto wangu, kuwatoa watoto wao na kuwa-expose katika mazingira ambayo anaona kabisa mtoto huyu ana kipaji hiki, na nikimuendeleza zaidi katika hicho kipaji chake kitamsaidia huko kwenye maisha yake ya baadaye. Kocha Abubakar Maunde anatuchambulia safari hii ya maendeleo ya David na mchango wa programu hii kwa watoto wote wanaoshiriki. Tunapata watoto kuanzia umri wa miaka 5 kwenda chini, under 7, under 9, under 11 na under 13. Tunafurahi kuwapata watoto kwa maana ya kuwahudumia na changamoto zao, kwa sababu ni kitu ambacho mara zote ambacho huwa tunafanya. Tunapata watoto wakiwa angali wadogo sana, lakini tuna watoto ambao tayari tunao hapa wanafikisha paka miaka 3, 4 na ukuaji wao ni mzuri na tunaufurahia. Soka si mchezo tu, ni darasa la maisha linalowapa watoto nafasi ya kujifunza, kukua na kung'ara. Kupitia programu ya soka kwa watoto, tunawajengea vijana wetu msingi imara wa mchezo huu, huku tukizingatia maendeleo yao ya kimwili, kiakili na kijamii. Katika programu hii, watoto hujifunza nidhamu, ushirikiano na uongozi, sifa muhimu zinazowasaidia si tu uwanjani bali hata katika maisha yao ya kila siku. Mazoezi ya soka pia yanaboresha afya zao, yakiwapa mwili wenye nguvu na akili yenye utulivu. Fountain Gate Sports Academy inajivunia kuwa mojawapo ya taasisi zinazokuza vipaji vya vijana wengi humo nchini kupitia programu mbalimbali, mojawapo ikiwa ni International Exchange Programs na majaribio kwa vijana. Kama taasisi, tumeweza kuwapa fursa vijana wengi kucheza mpira ndani na nje ya nchi. Baadhi ya vijana wetu waliopata nafasi ya kuendeleza vipaji vyao nje ya nchi ni pamoja na Eric Marco ambaye alipata ufadhili wa kwenda Hispania mwaka uliopita ili kuendeleza kipaji chake cha soka pamoja na masomo yake. Eric kwa sasa anasakata kabumbu katika akademi ya Nastich yenye makazi yake nchini Hispania. Kwa sasa Eric ndiye mfungaji bora wa ligi ya vijana kule Hispania, akiongoza kwa mabao 34 katika mechi 12 alizocheza. Spain hizi za vijana za juvenile. Kwenye ligi yetu sisi kuna kama makundi kwa hiyo yani kama atakaye maliza on top anakuwa promoted. Kwa hiyo anakuwa promoted kulingana na kwa makundi, kuna playoffs, alafu atakapomaliza top anakuwa promoted. Kwa hiyo mimi kwenye kundi langu nimecheza game 11, nimeweza na magoli 31, ndo zibaki game kama 5 ili zianze playoffs. Mafanikio haya yanadhihirisha juhudi na bidii yake katika mchezo wa soka. Katika jitihada za kuendelea kuwa karibu na wachezaji wetu waliopo nje ya nchi, afisa mkuu mtendaji wa Fountain Gate Sports Academy, ndugu Shaban Kheri, alipata fursa ya kufanya kikao cha mtandaoni na Eric pamoja na wenzake walioko nje ya nchi. Kikao hicho kilichodumu kwa takriban nusu saa kilimpa nafasi ndugu Shaban kuchangamana na wachezaji hao, akiwapa ushauri na saha kuhusu namna bora ya kuishi nje ya nchi, kudumisha nidhamu na kuendelea kupambana kufanikisha ndoto zao. Mimi ni wasihi tu kwamba muendelee kufanya kazi yenu vizuri, muendelee kupambana, mjue kabisa kwamba kuna watu ambao wanawafuatilia mara kwa mara. Ninyi mnafahamu kwamba kuna wazazi wenu, wadogo zenu, ndugu zenu ambao mmewaacha hapa. Kuna kundi kubwa la vijana wa under 17, under 15, under 13, wale watoto wadogo kabisa, wanaamini kwamba
siku moja na wao watakuja kupata opportunity kama yenu. Nimesema next week tunawapeleka vijana kwenye majaribio tena ya NASTIC. Kuna possibility tukapata kijana mwingine kule akaenda kuonyesha. Jafari Mwenyemba ambaye kwa sasa yupo nchini Mali akiendeleza kipaji chake katika mojawapo ya akademi kubwa nchini humo, pia alihudhuria kikao hicho. Alielezea uzoefu wake wa kuishi ughaibuni, changamoto anazokumbana nazo na mazuri anayoyapata akiwa huko. Ila kwa mimi maendeleo yangu toka kipindi nimefika huku na takriban mwaka 1.5 sasa hivi tokea nifike huku, maendeleo yangu ni mazuri na nazidi kupambana. Lakini mwaka jana kwenye mwezi wa 10 hivi kama tarehe 25 yalitokea majaribio fulani, watu wa Russia walikuja, tukapata wasaa kwenda kufanya, na mimi nilikuwa mmoja wapo nilichaguliwa kwenda kufanya majaribio. Nikapata wasaa kucheza, ilikuwa mechi 3, lakini nikapata wasaa kucheza mechi 2. Mechi ya 3 ya kumalizia nilipata majeraha ya nyonga upande wangu wa kulia. Kwa hiyo nikashindwa kumalizia yale majaribio ambayo yanafanyika huku Mali. Kwa hiyo nikashindwa kumalizia yale majaribio. Ikanilazimu niweze kukaa nje kwa takriban miezi. Sasa hivi naenda mwezi wa nikipiga kama mwezi wa 4 sasa hivi. Nikaa nje bila kucheza mpira. Ila sasa hivi namshukuru Mwenyezi Mungu nimeweza kurejea tena uwanjani na nazidi kupambania mafanikio yangu. Wajaribu kutuangalia na sisi ambao tupo nje kidogo wa Tanzania ambao tunapambania ndoto zetu kidogo, kwa sababu ukienda kupambania timu yako ya taifa kidogo pia yako na wenyewe inapanda, pia wanakupa moyo kuzidi kupambana, kwa sababu huko nje unapambana basi inabidi na wenyewe waone basi thamani yetu kidogo ambao tuko nje tunapambana. Na sisi tunafanya juhudi tuone namna gani ambavyo tunaweza kupeleka taarifa zenu kwa wenzetu wa national team, kwa sababu mwisho wa siku mpo huko kwa ajili ya kulipambania pia taifa. Pamoja na kwamba utafanya vizuri nje ya mipaka ya Tanzania, lakini bado baadaye lazima tuje tusaidie mpira wa hapa Tanzania. Aidha, tumefaulu kama taasisi kuwa na vijana 4 ambao sasa wanatifua vumbi nchini Kenya kwenye ligi daraja la kwanza. Vijana hao ni pamoja na Omari Luko, Ayub Rajab, Rahim Salehe na Deodatus Mbena. Fountain Gate Sports Academy itaendelea kwa mstari wa mbele katika kuwainua vijana na kuhakikisha wanapata nafasi za kuonesha vipaji vyao kote ulimwenguni. Na hapo ndio ukomo wa habari zetu kubwa kwa leo. Asante kwa muda wako, tukutane tena wiki ijayo.